furaha kuwepo katika nyumba ya Mungu. Mungu awabariki. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye hajatupungukia tangu tumekuja kwa mkutano mpaka siku hii ya leo. Jina lake na libarikiwe sana. Amina na amina. Amen. Nashukuru Mungu ameniamsha salama na najisikia vizuri kuwepo kwa mkutano huu. Mimi binafsi nimebarikiwa, hata kama mimi mwenyewe ndio nimesimama hapa, lakini baraka zinatoka kwa Bwana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa kutunenea, kwa kutusaidia, kwa kutupigisha hatua toka hatua moja kwenda nyingine. Na mimi tukidusubanga, mimi sitakuwa mtu yule yule, kwa sababu Mungu amenisaidia kupitia nyie maombi yenu. Sio kwamba mhudumu wameandaa mambo fulani, ni mkutano wa watumishi wa Mungu wote huwa ndio wanaleta neno kwa maombi yao, yanafanya mhudumu apate kitu fulani kwa ajili yao. Kwa hiyo nimefaidika kupitia maombi yenu. Bwana wabariki sana. Basi bila kuchelewa, tuchukue Biblia zetu tufungue kama sehemu tatu za maandiko. Zaburi ya 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana Mtakatifu 17 mstari wa 11 na mstari wa 21. Tutamalizia na Matendo 2:1. Zaburi ya 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Na tuombe. Baba mfalme mwenye rehema, Mungu wa mbinguni, twaja mbele zako kwa kicho na kwa heshima, tukinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu. Tufunike kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tujalie neema asubuhi ya leo au mchana huu wa leo, kwamba hutatupungukia wala hutatuacha. Wewe ulituahidi hivyo Bwana. Hata wakati mmoja nilipokuwa na wasiwasi juu ya huduma hii, nilisikia sauti ikinizungumzia, sitakuacha wala sitakupungukia. Hivyo hata wakati mwingi ambapo najisikia mdhaifu na duni na kila hali na jitihada zangu za kibinadamu nikiona zinafeli kabisa, huwa nakumbuka uliniambia sitakuacha, sitakupungukia. Hilo lanipa faraja sana Bwana. Naomba unisaidie mchana huu leo, mchana wenye uchovu lakini mwenye nguvu utatushikilia. Tusaidie ibada hii, ukatufanyie jambo fulani la kiungu kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya heshima yako. Tutakurudishia sifa na utukufu Bwana Yesu. Baba tusaidie, tunakupenda. Tunaomba utusaidie tunapojiachilia kwako, na neno lako tunaenda kulisoma, tunalikabidhi kwako, na huduma yote itakoendelea hapa tunaikabidhi kwako. Tawala mkutano huu, kila mtu ajisikie yuko kwenye uwepo wako. Tunapoyaachia maisha yetu yote kwako na kujikabidhi kwako kabisa, utushike katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Zaburi ya 133 mstari wa kwanza hadi wa 3 nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa vazi lake. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka, naam uzima wa milele. Tuende Injili ya Yohana 17 mstari wa 11 na 21. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. 21.
wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Malizie kitabu cha Matendo 2:1. Nitasoma kwa Kiswahili, nitasoma tena kwa Kiingereza mstari mmoja wa Matendo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Lakini Biblia ya Kiingereza haijasema hivyo, imesema zaidi ya hivyo. Kwa hiyo ndio nitaka msikie hapo. Bwana na atujalie sana. Kama yupo ndugu anaweza kanikarimani na zikawa ni vizuri sana. Mungu na wabariki sana. Amen. Bwana Yesu na wabariki kwa wingi. Kama mwaweza kunikarimani hapo inakuwa nzuri zaidi. Tuone kuna kitu fulani kinapungua hapo kwa Kiswahili ambacho kumbe ni cha muhimu sana tungekisoma kwa lugha ya Kiingereza na lugha zingine. Hakijaachwa, kimesemwa vizuri. Kwa hiyo niombe, kuna mtu anakuja kunisaidia. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Na wakati wa siku ya Pentekoste ilipokuwa imekuja kikamilifu, walikuwa wote katika moyo mmoja, kwenye nia moja, au mahali pamoja. Amen. Ndio nitaka tu ujue walikuwa kwenye nia moja, mahali pamoja, ndipo kitu fulani kikatendeka. Baba, tunakushukuru kwa neema hii uliotupea mchana huu leo. Maandiko yako yamesomwa, naomba utusaidie. Tumesoma tu kama mtu yeyote alienda darasani awezavyo kusoma, lakini juu ya baraka za neno inakuhitaji wewe. Njoo ulibariki neno lako, njoo bariki ibada yako. Tumekukabidhi kwa heshima katika jina la Yesu Kristo, tubariki. Amen. Amen. Bwana Yesu naongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini wapendwa. Kichwa cha somo langu mchana huu leo itakuwa umoja wa muungano. Bwana na wabariki sana. Umoja wa muungano. Tutakuwa na wazo hilo mchana huu wa leo. Kama itakuwa mafundisho sijui, kama itakuwa mahubiri sijui, vyovyote vile Bwana atatufanyia, lakini tunataka tuwe na wazo hilo, umoja wa muungano. Bwana Yesu na wabariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Ameni. Ni jambo la ajabu ya kwamba jana tulikuwa na ujumbe unaohusiana na mtiwa mafuta wa Mungu, mtu wa Mungu aliyetiwa mafuta. Alafu jioni tukaona kabisa Haruni na wanawe walivyotiwa mafuta, na vile jinsi huduma zinavyopaswa zitiwe mafuta pamoja na kusanyiko leo, na vile Haruni ilipaswa awe msafi na watu wake wawe wasafi wanawe, na vile walipaswa waishi maisha matakatifu sana kiasi cha kwamba mpaka wimbo uliokuwepo kwenye njuga zake ilikuwa ni kuimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Amina. Na hivyo, na leo nashangaa tu wazo hili limeunganika pamoja kwamba umoja tunaopaswa kuwa nao ni kama mafuta yaliyokuwa yanamwagiwa kwa Haruni. Amen. Umoja ambao kanisa tunapaswa tuwe nao, Mungu anafananisha kwamba ni sawa na mafuta yaliyokuwa yanamwagiwa kwenye kichwa cha Haruni, yanashuka mpaka ndevuni, mpaka yanadondoka kwenye vazi lake. Amen. Tena inafananishwa na umande wa Hermoni uliokuwa unashuka kwenye milima ya Sayuni, ambako baraka za Bwana Mungu aliziamuru ziende hata uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Narudia tena Zaburi hiyo 133:1-3, uone vizuri. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja.
ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upinde wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Haleluya, haleluya. Ni jambo muhimu jinsi gani kwamba tungezingatia ndugu wakae pamoja kwa umoja. Mwaweza kukaa pamoja msiwe na umoja, lakini ni kukaa pamoja kwa umoja. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina, amina na amina. Mungu na wabariki sana. Lakini hebu turudi nyuma tuone Haruni alivyopakwa mafuta na jinsi jambo alivyovalishwa na mavazi mazuri ilivyokuwa jambo zuri, na maisha yake kwa ujumla ilivyotakaswa hivyo. Kumbe inafananishwa na sisi tukikaa pamoja kwa umoja. Maana yake tukikaa pamoja kwa umoja tutapata tukio la kumiminiwa mafuta kama siku ya Pentekoste. Amen. Maana ndivyo Mungu ameifananisha kwamba tukikaa pamoja kwa umoja kuna kitu fulani kitatendeka kama Haruni alivyopakwa mafuta. Mungu atusaidie sana. Ujumbe ni njia iliyowekwa na Mungu ya kuendea ushirika. Njia iliyowekwa na Mungu ya kuendea ushirika ni wa mwaka 60, mwezi wa 7, tarehe 9, 122 paragraph na kuendelea. Na mtu mmoja mara moja kwa mwaka alikuwa amevarishwa nguo apate kuingia katika utukufu wa Shekina, ambamo alifanya ushirika na Mungu uso kwa uso. Mbona kulikuwa na utukufu sana mle ndani, mpaka mmoja aliacha fimbo yake, nayo ikachanua na kuchanua katika uwepo wa utukufu wa Shekina. Ndugu dada, leo hii unasema lo, ndugu Branham, mara moja kwa mwaka. Naam, angalia jinsi ilivyombidi kuvarishwa. Ilibidi avae vazi fulani lilotengenezwa kwa mikono fulani, mikono mitakatifu. Ilimbidi kutembea hivi kwamba kwenye vazi lake alikuwa na komamanga na kengere, na kila wakati aliposogeza miguu yake, akisogeza namna hiyo, ilicheza mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Anafanya nini? Anaukaribia utukufu wa Shekina kwa ajili ya ushirika pamoja na Mungu mwenyewe, akibeba ile damu mbele zake. Mungu, right, ningalikuwa na sauti ya malaika ningeweza kufanya hilo lizame ndani. Amen. Basi kumbukeni, alitiwa mafuta ya thamani ya kupaka. Hata Biblia ilisema jinsi ilivyo vema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta ya kupaka yaliyokuwa kichwani mwa Haruni, yashukayo hata upindo wa mavazi yake. Alikuwa amefunikwa kabisa na harufu nzuri ya Bwana. Amen. Sijui kama tunaona jinsi hili jambo lilivyo la ajabu, kwamba kutiwa mafuta kwa Haruni kunafananishwa na hali ya ndugu na dada wapendwa nao watu wa Mungu kukaa pamoja kwa umoja. Naliona hivyo. Mungu anafananisha ule upako uliokuwa juu ya Haruni anapoingia patakatifu, inafananishwa kama tutafaulu kukaa pamoja kwa umoja, kitu fulani cha kiungu kitatendeka. Mungu natusaidie sana. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Niko aya ya 127. Lo, ni mavazi ya jinsi gani, jinsi Mungu angetaka kuliweka kanisa lake katika hali hiyo. Njoni kwenye maji ya farakano, ungameni dhambi zenu. Vema, hilo ni zuri. Halafu tunatembea na kutakaswa na mambo yote ya ulimwengu kama ile damu inavyotutakasa. Mungu natusaidie sana. Mungu natusaidie sana kuishi maisha matakatifu kabisa.
Huu ujumbe unataka maisha mazuri matakatifu, maisha yaliyojiweka wakfu. Hatupaswi tuwe na mnong'ono wote wa farakano hata kidogo mahali popote. Hatupaswi hata kuhitilafiana kwa kitu fulani kidogo cha dunia hii. Tuna njaa sana kurudi kwenye ushirika na Mungu kuliko kitu kingine chochote kile. Ushirika wa Mungu ni mtamu sana kuliko shida zozote za dunia hii. Tulipaswa tujitakase na tumwazie Mungu tu muda wote na kujiweka tu sawa kila dakika. Mungu natusaidie sana. Paka mawazo yetu yote iwe ni Mungu wa Nabii Branham. Paka uko na amani wewe mwenyewe moyoni mwako, uko na amani na mwenzako, uko na amani na muamini mwenzio, uko na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kutafuta kwa bidii. Usifarakane, uwe mtu mwema, uwe mtu mzuri. Utafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao mtu asipokuwa nao hatamuona Mungu. Kwa hiyo tutafute amani na utakatifu. Bwana natujalie sana. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Ndipo tutamwona Mungu anatembea katikati yetu. Ndipo kitu fulani kitatendeka kama siku ya Pentekoste walipokuwa wamekutanika, haleluya, katika nia moja mahali pamoja. Amina. Uvumi ukatoka mbinguni kama uvumi wa upepo endao kasi. Nguvu ya Mungu ikajaza kile chumba chote kama upepo. Lakini haikuwa upepo, ilikuwa ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ikivuma mpaka unasikia kama upepo. Hata siku moja Daudi alikaa mahali fulani anaenda vitani, akakaa msubiri Bwana, akakaa kwa miti ya mforosadi, akasikia kitu kinapita kama upepo. Kumbe ni Bwana. Na akaona inamtangulia mbele, akasema Bwana ametangulia. Tunapaswa tujazwe na nguvu sana mpaka tunasikia zinavuma kwa maisha yetu. Ilivumishwa katikati yao kwa kuwa walikuwa na nia moja, wana moyo mmoja. Ndugu wamekaa pamoja kwa umoja. Siku ya Pentekoste ilipotimia, nguvu ikashuka. Kumbuka, ulimwengu wa nje ulikuwa ulishawasusa na walikuwa wanatafuta waue. Ni juzi tu, sio muda mrefu, kama mwezi mmoja umepita na kidogo, walikuwa wamemua Bwana wao. Alafu wakahuzunika sana kwa muda. Bwana akawatokea, akaanza kuwakusanya moja baada ya mwingine. Na baada ya Yesu kufufuka hakutokea mtu mwingine, alitokea tu hilo kundi lake peke yake. Haleluya. Ndiye alikuwa anawatokea wao peke yao. Walikuwa wamefikia kwenye mvuto wa tatu, mvuto wa mwisho. Amen. Na walikuwa wanamuona tu Bwana, na hata mtu mwingine angepita pala asingeona nini kinaendelea. Ilikuwa wao wako kwenye ulimwengu mwingine ambamo yote yanawezekana. Hata kawapulizia, pokeeni Roho Mtakatifu. Na Mungu alipopulizia hivi, ilikuwa iwe isiwe, lazima wajazwe Roho Mtakatifu. Amen. Wakati anaongea nao na baadaye akaanza kuwaaga, huyu anaondoka. Akasema nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Haleluya. Kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Amen. Akanena mambo mengi sana. Kaeni Yerusalemu mpaka uweza wa Baba uje juu yenu, ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Baadaye wingu, baadaye akainuliwa, huko anaongea, akainuliwa na hiyo nguvu. Baadaye wanaona wingu linampokea, kisha anaishia. Na ujinga wao na ubinadamu wao wakabaki nao. Wakawaza kwenye hiyo hali ya uwepo waliokuwemo na Bwana na faraja yote, sasa hayupo. Yesu hakusema mjifungie chumbani. Hayo yalikuwa ni mawazo yao ya kibinadamu. Yeye alikuwa amesema tukaeni Yerusalemu. Kwenda korofani ni ubinadamu wao na hofu yao. Sasa hapa tukiendelea kuzubaa watatukamata na sisi, watatuua. Kwa wakawa wamekaa pamoja. Wazia wamebaki hali inayoonekana kama yatima. Mpaka Yesu mwenyewe alisema siwachi kama yatima, kwa sababu watakavyobaki itakuwa kama yatima. Kuna kitu kimeondoka ambacho walitegemea. Kwa wamebaki hawajua wafanye nini ila kutegemea tu nguvu za Mungu. Wazia walipendana kiasi gani? Wazia walijaliana kiasi gani?
wazia kama wangeweza kuwa hata na wazo dogo dhidi ya mwenzake, huku wanajua ulimwengu wa nje unawatafuta waue, huku wamejua Mungu amewathibitisha wao ni viumbe vya kimbinguni, huku wamejua wao si wa dunia hii, wanapita. Wazia walikuwa wanaishi namna gani? Hilo jambo lingeturudia kwenye mkutano huu sasa hivi. Tuwazie vile ambavyo tuko peke yetu. Dunia imetukataa, dunia ya madhehebu. Faraja yetu ni Mungu peke yake, yeye pekee, nguzo ya moto, uwepo wake ambao umejifunua kwetu. Tuna shuhuda miongoni mwetu nyingi za Bwana kututokea. Tunazo shuhuda. Kama tungesema tupate mkutano wa shuhuda hapa, tungekaa hata mwezi bado shuhuda hazijaisha. Uthibitisho kwamba Bwana tena ametutokea, kuonyesha sio mfu, yeye yuko hai, amefufuka. Na ameleta ujumbe tena kama alivyoletea ujumbe ule wa kina mama asubuhi ile, kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Na leo angeweza kurudisha ujumbe huu, kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Tuko na aliye hai. Yesu Kristo hayumo miongoni mwa wafu. Yesu Kristo hayumo madhehebuni. Yesu Kristo yuko hai, ni neno liko hai, linatenda kazi miongoni mwa waaminio. Na sisi ndio tuna ushuhuda huo. Sisi ndio wenye ushuhuda wa kujua kwamba Yesu amerudi tena. Amen. Katika kiwango cha kiroho yupo na ametusemesha. Na tunatukiwa mara kwa mara anatutukia, anatuonyesha utu wake, anadhihirisha utu wake. Kama alivyokuwa anawatokea baada ya ufufuo. Waumini walielewa kabisa kwamba Yesu yuko pamoja nao. Walikuwa kiwaza kidogo tu wasikia amani iwe nanyi. Wanapata faraja. Vile ambavyo wakati mwingine tunahuzunika, unashangaa mnaenda ibadani, unasikia namna ya ujumbe amani iwe nanyi. Unatoka mle unajisikia uko vizuri sana, ni Bwana amekuja, amani iwe nanyi. Hivyo ndivyo amekuwa akitutokea ibadani. Walikuwa kiwaza tu, Bwana unajua tulitoka hapa Yerusalemu kwenda Emau nini na kadhalika. Bado wanaongea amani iwe nanyi. Ilikuwa inawafariji sana. Amina. Wazia hao wanafunzi na waamini wenzao 120. Kwao Yerusalemu ilionekana kama chumba kidogo kabisa, hata pa kujificha hawana. Wakatafuta mahali pa kwenda, wakabahatisha kwenye hiyo nyumba moja. Wakaona akikaa chini watatafutwa, wakapanda juu. Wao wazia walikuwa wanaangaliana, vipi ndugu yangu Batimayo, ndugu yangu Petro? Wanawaza vile walivyotembea na Bwana miaka ile, na vile ambavyo wamepitia hali mbaya juzi Bwana akiwa ametendewa vile, na walivyokuwa na hali mbaya, na vile alivyokufa na alivyofufuka. Wazia walikuwa wanawazia nini? Mioni mwao mlikuwa wamekaa nini? Ni ujumbe tu wa Bwana ulikuwa unaendelea kutembea ndani yao. Walikuwa wanajisikia vizuri kabisa, lakini huku wana hofu ya wanadamu. Wanatamani wangeishi ulimwengu wao. Na ndio wakasema tupande hapa. Wakapanda, wakafunga milango, wakafunga na madirisha. Wako humo ndani, wanawazia tu, amesema tumsubiri hapa, atatufanyia kitu fulani. Leo tuko mazingira yale ndugu dada. Tuko tunamsubiri, muda wote atajitokeza. Ametuahidi atajitokeza kabla dunia hii haijapigwa na bomu la atomiki, kabla kila kitu hakijaharibiwa. Ametuahidi atatutokea tena. Muda wote napolala na kuamka na kuwaza na kuwazua, najua muda wote Bwana atatutokea, tutapata faraja na majaribu yetu yatakwisha. Na walikuwa wanaishi namna hiyo, wakiwa wako pamoja kwa umoja, wana nia moja, wanapendana kwa moyo, wanajaliana jinsi ilivyo jambo zuri na vema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta, haleluya, yaliyomiminwa juu ya kichwa cha Haruni, yashukayo mpaka kwenye ndevu zake. Kwa lugha nyingine ni kama upako, ni kama nguvu za Mungu zinazoshukia mtu. Haleluya. Mungu nawabariki sana. Kama Mungu atatujalia tufaulu kuishi pamoja kwa umoja, tuondoe unafiki wote, tuondoe husuda zote, tuondoe kuwaziana mabaya, tufikie kupendana kwa moyo, maana Mungu ni upendo.
Wote mlioguswa na nguvu za Mungu mnaelewa wakati uweza wa Mungu ukikugusa, jinsi unavyopenda watu, jinsi unavyotamani wakumbatie, jinsi ambavyo unatamani kila kitu kingeweza kuingia kwenye hali hiyo, kione jinsi ushirika wa Mungu ulivyo mtamu. Bwana natujalie sana. Mwampenda. Kwa hiyo Mungu amefananisha ule upako aliokuwa nao Haruni anapoingia kwenye utukufu wa Shekina, itafananishwa na kama ndugu watakaa pamoja kwa umoja, kitu fulani kitatendeka. Utukufu wa Shekina utatendeka. Mungu natubariki sana. Ni jambo muhimu sana ndugu yangu, kuangalia maisha unayoishi na ujiweke sawa, hata ufikie kuwapenda ndugu na dada, hata ufikie kumpenda hadi adui, hata huna shida na mtu yeyote kwa dunia hii. Wazia, unaondoka unaenda mbinguni, kesi za nini na watu? Kesi za nini na majirani? Kesi za nini na mume wako? Kesi za nini na mke wako? Nyewe mnaondoka mnaenda mbinguni, kesi za nini? Shida hizo za nini? Tunapaswa tujitakase, tukae vizuri. Kaa vizuri na mke wako, kaa vizuri na watoto wako. Kusanyiko, ewe ndugu, na ndugu nikwambie, wewe ni mchungaji kwa kusanyiko lako. Kaa vizuri na mke wako. Hakikisha kabisa mko na amani kabisa, kwa sababu mahali pana amani, mahali pana umoja, mahali pana nia moja na moyo mmoja, Bwana atapatikana. Mkimwita Mungu atakuja. Mungu haji kwenye mafarakano, Mungu haji kwenye mabishano. Mungu anakujaga kwenye mioyo yenye amani. Nyumba yoyote mkiingia, semeni amani. Wakiwapokea nyumba yote mkiingia, kama wakiwapokea, tangazeni amani. Na yeye Yesu ni mfalme wa amani. Mkitangaza amani, Bwana atakuwa hapo, kwa maana yeye ni wa amani, ni mfalme wa amani. Bwana natujalie sana. Amen. Tunapaswa tuwe na maisha ya tofauti na vile tuliishi duniani hapo nyuma. Vile tulikuwa madhehebu na tuliishi ovyo ovyo, tunapaswa tuwe tofauti. Tumepokea kitu cha maana na cha thamani sana kabisa. Uwepo wa Mungu, ushirika wa utukufu wa ushirika wa Mungu, utukufu wa Shekina uko pamoja nasi. Afu bado tunasuasua kana kwamba kuna watu wengine au kuna tukio jingine liko mbele lije. Hivi tayari tuko ndani yake. Ni uzembe wetu tunaotuzuia tusiingie kwenye uwepo wake. Mungu natusaidie sana. Tunapaswa tujitambue kwamba sasa hivi na muda huu kitu fulani kwenye ulimwengu wa roho kinaendelea, ambapo watu wanaojiweka vizuri wanatumbukia ndani yake, moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine, mpaka hayo mwisho atakavyoingia kwenye kiwango, Bwana atadhihirisha bibi harusi wake. Mungu nawabariki kwa wingi. Amen. Kwa hiyo unapaswa tuishi maisha mazuri moja kwa mwingine. Familia ziwe ni makanisa madogo zilizo tamu, na uwepo wa Mungu ukishuka hapo nyumbani. Tuchukue Biblia zetu, haleluya, na tableti zetu na vyombo vyote vya utakaso vya Mungu, tuvichukue, tukusanyane, tuende ibadani. Tumkute mchungaji wetu yuko pale, na maanisha tuende tukamsikize mchungaji wetu aliyejaa upako na yeye, na sisi tumejaa upako. Tukiwa hapo kanisani, kitu fulani kitatendeka. Tujali sana mambo ya Mungu, tuthaminiane, tupendane, tujaliane. Haleluya. Tuondoe tofauti zetu ndogo ndogo, na Mungu atatusaidia. Bwana na wabariki kwa wingi. Kwenye ujumbe wa kufanywa wana wenye mamlaka, sehemu ya 3, aya ya 137. Ninazungumzia nini? Na Bwana anauliza, ninazungumzia nini? Lisikieni enyi maskani ya Branham. Mmekuwa na nafasi yenu mara mtu anapotiwa mafuta na Roho Mtakatifu kufanywa mwana mwenye mamlaka katika jamaa ya Mungu, apate kuwekwa mahali pake na Baba na kutumwa katika utumishi hapa nje katika kusudi lake la maisha, au yule Mungu au yale Mungu aliyomwitia. Mwenendo wake sharti uwe mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Haleluya. Unapaswa kugeuka upande huu, uwe mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Lazima uamini yote aliyosema mzee. Haya, mtakatifu,
mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Acha neno lake liwe la kwanza, hebu liwe kila kitu kilichopo, likolee, limekaa moyoni mwako. Mwenendo wako unapaswa kuwa katika neno, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mungu natusaidie sana. Badala yake ibilisi ametuonea, ametuchezea kete, akatufanya tuchukulie bize na maisha na masumbufu ya maisha haya. Tumekuwa bize mpaka mambo ya Mungu yamekuwa ziada kwetu. Wakati mwingine tunachukua na vitu vya kijinga. Hebu waza thamani ya moyo wako, thamani ya maisha yako, thamani ya utu wako wa ndani imegharimiwa na uhai wa Mungu. Afu tuweza kuchukuliwa na vitu vya ovyo visivyo na maana. Umechukuliwa tu na simu muda wote. Ndio inachukua muda mwingi kuliko maombi. Waza, mambo ya simu yanatuchukua kama na si walimwengu, mpaka yamenyonya muda wote ambao tungempa Bwana. Nyie hamjawahi kujua Mungu alivyo. Mungu ni mwanaume mwenye mapenzi halisi kwa mke wake. Alipotumbia utu wa ndani, aliumba uwe ni mke wake, utu wa ndani. Naye huwa hapendi moyo wako upende kitu kingine zaidi yake. Na ukipenda kitu kingine tu zaidi yake, anaona kabisa umemwacha, upendo wa Mungu hauko kwake. Ukipenda dunia na mambo yaliyomo katika dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Ujaposema yeye ni mwokozi wako, yeye ni Bwana wako, anaona tu unavyomwishia sio. Unampa muda kidogo kuliko vitu vya dunia. Waza ndugu, nabii ametuambia chochote kilicho mbele yako zaidi ya Mungu ni sanamu. Ukiweka chochote zaidi sana mbele zako kuliko Mungu ni sanamu. Iwe ni kazi zako, iwe ni shughuli zako, iwe ni chochote kile, iwe ni familia yako, mke wako na chochote na mume wako, usikiweke kiwe zaidi ya Mungu. Mungu ndiye awe namba moja moyoni. Jaa mapenzi na Mungu. Mapenzi kabisa. Mungu anahitaji mapenzi kabisa ya moyo. Na anataka umpende kabisa mpaka uko radhi kwa chochote. Bwana anawabariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Tunapaswa tujue jambo hilo. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuweko. Haleluya. Sasa nisome vizuri. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste wote walikuwa na nia moja, mahali pamoja. Walikuwa hawako kwenye mafarakano, walikuwa hawako kwenye kuhitilafiana, walikuwa wako na umoja wa kindugu, umoja halisi na upendano wa moyo, mpaka wanahurumiana mmoja kwa mwingine, wanakumbatiana, machozi yanawatoka. Ndugu, tunamsubiri Bwana. Sasa amesema atatokea nguvu ya Mungu. Mara nasema upepo ungevuma mahali fulani, sema itakuwa ndio. Sasa asubiri, yenyewe hatutakisia. Unaona kanisa, naona hali fulani na kushika, na itakuwa ni hii, nasema usubiri, yenyewe ikija ni halisi kabisa, wala usiwahi. Wengi wakati mwingine tunamkosa Mungu ibadani sababu tunataka tufanye kitu fulani ambacho yeye hajataka tufanye. Wakati uwepo wa Mungu ukikujia kanisani, huku neno linaendelea linahubiriwa, huwa anakufungulia mkondo mpaka unaona mhuduma na kuchelewesha kukuambia hali fulani na kushika, na unatamani ungemchukua umuingize ndani, kama ndipo upate utoshelevu. Wakati hiyo hali kikushika, usianze kutapatapa, usianze kupiga makelele, usianze kurukaruka. Endelea kujidhiri, endelea kuomba rehema, endelea kushuka. Alafu kitu fulani kitavaa utu wako. Afu amani inayopita akili yote itakuhifadhi. Afu yenyewe itaanza kutenda huduma ndani yake. Kama yenyewe inapiga kelele, acha ipige kelele. Kama yenyewe itafanya ugaragari, acha ifanye. Usijaribu wewe kufanya chochote, acha yenyewe ndio ifanye. Na ikishafanya jambo fulani unavyopenda, unajua ni nini? Ni mambo ya kiroho, ambapo ni mapenzi ya Mungu na moyo wa mwanadamu. Mungu anajisikia kukaa kwenye moyo wa mwanadamu, alafu anaona anavyochacharika na anavyojisikia mapenzi yamekolea. Mungu anajisikia vizuri sana. Mwampenda Mungu? Alituumba akaweka kitu fulani ndani yetu cha mapenzi, alafu akija ndani yetu huwa anajisikia vizuri.
anapenda sana kukaa ndani yetu kwenye mili hii mibovu, ili aweze kuona kuishi kwenye mwili huu manake nini. Roho anatamani sana sana kututumia tukiwa kwenye mili hii. Amen. Ndio maana kizazi hiki, maumbile yote yanasubiri kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Ni wakati nguvu ya Mungu iko mioyoni mwa watu, alafu inadhihirishwa duniani. Hicho ndicho Mungu ameahidi kizazi hiki. Tunamshukuru Mungu, ameweka neno kwa mitambo ndani ya kanda, ameweka neno kwa mitambo ndani ya tableti, ameweka neno kwa mitambo ndani ya kitabu, lakini hivyo haviwezi kumdhihirisha Mungu. Kitakachomdhihirisha Mungu ni mimi na wewe. Mungu hatumiagi mitambo kujitangaza. Mitambo anaileta ili wewe mhusika usikie. Ni chombo anachotumia kutane na wewe kwa njia ya kanda, kwa njia ya kitabu, kwa njia ya Biblia, lakini lengo sio uishie hapo. Ni wewe hiyo kitu unayoipata iingie ndani yako, kisha uende ukamdhihirishe Mungu. Mungu anatumia mwanadamu mwenye mwili na nyama. Tuko pamoja? Mungu anatumia mtu mwenye damu na mifupa na nyama. Ndio chombo cha Mungu cha kuhubiria neno lake. Ndio chombo cha Mungu cha kutendea miujiza. Kama alitokea kwenye kijiti cha Musa, ilikuwa ni njia ya Mungu kukutana na Musa, lakini Mungu hatumii vijiti. Kama ametokea kwa njia ya sumaku na kanda, ni njia ya kutuzungumzia, lakini Mungu hatumii kanda na jumbe, anataka kutumie wewe. Wewe ndio kitu muhimu, wewe ndio muhusika, lakini lazima ujue amekutokea kwa kitu gani. Ukae vya kutosha kumsikiliza. Kisha unavyomsikiliza anaingia ndani. Unavyosikiza kanda anaingia ndani. Unavyomsikia anaingia ndani. Baada ya muda umefanyika kanda. Bwana tujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo, yabidi tujue Mungu anafanya kitu gani. Yeye ametujia kwa njia hiyo. Zamani hizo, kipindi cha Paulo, aliwajia kwa njia ya mjumbe Paulo. Ilibidi anachonena kuwe waandishi wanaandika. Wako kwenye wako mahali Paulo anaongea, wanaandika. Walikuwa hawana mitambo ya kunasia sauti, kwa hiyo ilikuwa wanaandika kwenye magombo. Kwa hiyo hayo makaratasi au hizo nyaraka ilibidi zisambazwe makanisani, lakini ilibidi kuwe na wahudumu upande ule wakahubiri hizo nyaraka. Ilibidi wachukue nyaraka za Paulo wazihubiri. Licha ya kuzisoma watu wasikilize, lakini ilikuwa zimeandikwa kwa muhtasari. Angechukua sentensi moja, anamaliza wiki nayo akifafanua ili watu wapate. Paka leo nyaraka za Paulo tuko nazo, tunazisoma, unapata kitu fulani, unahubiria watu. Na Bwana sema ujumbe mmoja nao hubiri kwa masaa 2 au 3 au 4. Ningetaka ni uweze kuhubiri, ingenichukua miezi 6. Kwa hiyo ni nini? Ni Mungu ametuwekea chakula hivyo, lakini anataka kitu fulani, huduma ichukue iweze kuwapa watu kile kiko ndani ya hicho chakula. Fafanue kabisa, uiweke vizuri kabisa mpaka watu wapate. Mungu natusaidie sana. Kwa hiyo Mungu anapenda kutumia mwanadamu. Tunalo neno kwa Biblia karatasi, lakini neno halitakiwi libaki tu kwenye karatasi. Unaona mtu anasumbuliwa na majina wachawi, anachukua Biblia kitabu anaweka kichwani, ambapo itakuwa chukue Mungu aweke moyoni. Kwa hiyo nakuwa akipata shida anatafuta Biblia iko wapi. Kwa hiyo Biblia ina Mungu, yeye hana Mungu. Sasa Bwana, nikiwa na Biblia majini yananikimbia, nikiwa na Biblia shida zinaniacha. Sasa huyo Mungu hatakiwa baki kwenye karatasi. Kama karatasi Mungu anaweza kaivuvia ikabeba neno lake, vipi wewe uliye na utu ndani, sura ya Mungu na mfano wa Mungu? Wewe ndiye mtu muhimu unayetakiwa ubebe Biblia hiyo na ufanyike Biblia. Mungu na ubariki. Mnanielewa ninachomaanisha? Kama kanda ya sumaku itanasa sauti ya Mungu na ibaki humo, na ukisikiza unabarikiwa, hata unaumwa unapona. Vipi ikiingia ndani yako? Vipi wewe ukifanyika sauti? Amen.
Vipi ukifanyika kitu chenyewe? Mungu nabariki sana. Mitume wakiwa na Yesu walikuwa mambo yote yanawezekana, hata wakishindwa atatenda. Si yupo? Anasema akawa anasema kwamba nitakaa nanyi, nitavumilia nanyi mpaka lini? Maana walikuwa naona uzembe wao. Walipaswa wao wanatenda kazi wao wenyewe, lakini walikuwa wako na Mungu yuko kwenye mwili pale, wao wanabaki watupu. Hata amewapa uvuvio, akaponya wagonjwa na kadhalika. Kesho imani tena imeshuka, hawezi tena kuombea mtu mwenye kifafa apone. Wakamuuliza, tumnakosea wapi? Hakusema nimenyang'anya nguvu, akasema ni upungufu wa imani zenu. Amina. Lakini mwishoni ndiye akawaambia, sasa haiwafai mimi niwepo, yabidi niondoke, ndipo uweza wa Baba uje. Amen. Ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Na alipoondoka alienda kukabidhi Baba ule mwili ambao ni dhabihu aliokombolea wanadamu duniani, akaukabidhi mbele za Baba. Kisha roho yake iliyokuwa ndani Yesu Mungu akaitoa, akairudisha siku ya Pentekoste. Tuko pamoja? Kwa mitume sasa wakampata Yesu moyoni. Sio Yesu tena aliyekaa kwenye mwili wake mwenyewe, bali sasa Yesu yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Yesu, sasa wao huyo Roho yuko ndani, ndipo akawa ni vyombo tendaji vya Mungu. Tunapaswa tuwe vyombo tendaji vya Mungu. Huyu Mungu tunayemsikia kwa njia ya kanda, tunasoma kwa njia ya jumbe na kwa njia ya Biblia, anapaswa ahame au tuhamishe vyote hivi vifanyike sisi. Kisha ukisoma au ukisikiza unasema hiyo ni mimi. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Lakini jambo hilo tutalipata tu wakati tuko na mioyo mizuri, wakati tuko na umoja, wakati tunapendana, wakati tunathaminiana. Mungu anapenda umoja. Mungu anapenda watu wake wawe wamoja. Na hayo ndio yalikuwa maombi ya Bwana Yesu Kristo kabla hajaondoka. Akasema naomba wawe, nairudia tena nabii, nataka nifafanue nabii alivyoiweka. Naomba mnipe masikio yenu, niweke vile nabii ameiweka. Hii hapa. Mungu na wabariki kwa wingi. Wapenzi wa Mungu, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Yohana 17:11 na 21. Sikia nabii anavyosema kwenye ujumbe wa umoja wa mwaka 62 mwezi wa pili tarehe 11 aya 17. Anasema, sasa Yesu aliomba katika Yohana mlango wa 17 na kifungu cha 11, kwenu mnaoandika vifungu hivi vya shule ya Jumapili, ninavyo vingi asubuhi ya leo. Yohana 17:11. Yesu aliomba ya kwamba kanisa na yeye wangekuwa mmoja kama vile yeye na Baba walivyokuwa mmoja. Kwamba kanisa, sisi kama washiriki wa mwili wa Kristo, tungekuwa mmoja pamoja kama tu vile yeye na Baba walivyokuwa mmoja. Na kwenye siku hiyo tungejua ya kwamba yeye alikuwa ndani ya Baba, Baba ndani yake na yeye ndani yetu, kwamba pamoja tulikuwa mmoja. Mwampenda? Ni muungano wa jinsi gani? Umoja ambao ungekuwa kumwona Mungu katika kanisa lake, hata kila mshiriki yuko katika upatanifu mkamilifu kabisa, mmoja na mwingine na pamoja na Mungu. Tuwe na ushirika mpatanifu mkamilifu kabisa, mmoja na mwingine, kisha pamoja na Mungu. Ni umoja wa jinsi gani wapenzi? Mungu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Amen. Na Roho Mtakatifu lazima apendane yeye mwenyewe tutapendana wenyewe kwa wenyewe, na Mungu akiwa ndani yetu, na tuna lugha moja, tuna nia moja, kwa sababu Roho ni yule yule. Roho ni yule yule, nguvu ni zile zile, tabia ni ile ile. Waza hao watu watakuwaje? Hebu nikupe tu mfano. Itokee
niwe na uwezo wa kuchukua roho yangu ndani yangu niwagawe ninyi nyote, nitafarakana? Sitakuwa hela tano yule yule. Vile napenda na kila mtu anapenda, kwa sababu ni hela tano mmoja huyo huyo. Roho wa Kristo ajae ndani yetu sisi sote, tunakuwa Kristo. Na hatutafarakana, hatutashindana, kwa sababu na Biblia inasema Mungu hawezi kufarakana mwenyewe. Mwana wa Mungu hawezi kumsaliti mwana wa Mungu. Ni jambo ambalo haliwezekani. Mtu wa Mungu aliyejazwa Roho Mtakatifu hawezi kumkufuru Roho Mtakatifu, kwa sababu ndio yeye mwenyewe ndiye amefanyika kitu hicho. Bwana na wabariki sana. Kwa Mungu anapenda umoja. Na nitakuonyesha maumbile yote ameyaweka kwenye umoja. Ili mambo yafanikiwe yote Mungu aliyoyapanga kwenye mambo mbalimbali ni umoja. Bila umoja hakuna kitu kitatendeka. Hata mwili wangu hapa, niko hapa, ameuweka kwenye umoja. Ilibidi aweke kichwa kiongoze maumbile. Na maumbile yote yanashikamana kwenye mwili mmoja na yanaongozwa na kichwa. Wala mguu haujamlii kwamba ngoja niende Sumbawanga, afu mguu wa kulia nao wa kushoto useme ngoja niende kaskazini Kilimanjaro, na wa kulia useme naenda Sumbawanga. Ningefarakana na ningekuwa na wakati mgumu. Na jicho moja iseme mimi natazama juu, na jingine iseme na mimi natazama chini. Ingelikuwa ni kioja. Na mkono mmoja useme mimi nataka nichukue kile, na mwingine anasema na mimi nataka nichukue hiki. Sio ningetanukaje? Lakini mwili huu wote uko kwenye umoja. Na unatenda kazi, kila kiungo kazi yake kwa upatanifu, vikitimiza kusudi fulani moja ambalo akili au kichwa kimeamua itendeke. Kisha vyote vinashirikiana kutimiza ile kusudi ambalo, haleluya, ambalo kichwa kimeongoza tutimize jambo hili. Kwa mguu unatii, haleluya, mikono inatii, viungo vyote vinatii, nia na akili na mawazo yote niko kwenye jambo lile. Wote tunashirikiana mpaka linafanikiwa. Hivi ndivyo tunapaswa tuwe kanisa la Mungu aliye hai, tukiwa viungo mbalimbali kwenye mwili huu mmoja, tukitimiza kusudi fulani. Mungu natusaidie sana. Kama mambo ya kawaida tu yanafanikiwa kwa umoja, vipi umoja halisi Mungu aliyokuwa amekusudia? Mbona ungefanikiwa kabisa kabisa? Chukua wachezaji wa mpira, ni wanadamu, lakini walishajiwekea utaratibu kutii jambo fulani. Lazima wawe na yakini mahali fulani, refari wamsikilize na waheshimu ili mchezo huo uendelee. Wasingemheshimu refari, mchezo huo ungekuwa hauna maana na ungefarakana. Lakini walijiwekea utaratibu wenyewe, kuwe na kitu kinawaongoza, kwa sababu wana mitazamo tofauti, lakini kuwe na akili moja iwaongoze. Amen. Wao wanatofautiana naye au hatofautiana, wanalazimika waitii ili mambo yaende. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Tuko pamoja kanisa la Mungu aliye hai. Amen. Na mpira unachezwa na upande mmoja watu kama 11. Wazia ni akili 11 mbalimbali. Lakini ili wafanikisha kitu fulani, wanaacha akili zao pembeni, wanachukua utaratibu wa mchezo, waingie kwenye hali hiyo, wafuate taratibu na sheria za mchezo ili mambo yaende, wafanikiwe kile wanataka. Kama umoja huo wa kawaida tu unafanya mambo, vipi umoja wa Mungu ambao ndiye alikuwa analenga? Maana vitu vyote vingine vya umoja ni photocopy. Ni photocopy ya umoja halisi wa Mungu. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Nimrodi alifaulu. Hiyo ni Mwanzo 11 utaisoma. Nimrodi alifaulu alipogundua watu wakiwa kwenye umoja wanafanikiwa. Naye akaona kwa kuwa yeye ni mwanadamu, namna ya kuwapata watu wawe pamoja ni shida. Kwa yeye alileta lazima, akawalazimisha kwa vita. Kwa akakusanya kwa nguvu, umoja wa kulazimishwa. Kwa maana ni umoja wa kibinadamu. Ni umoja unaongozwa na nguvu za shetani. Kwa ni umoja ambao watu mioyoni hawako hivyo. Lakini sheria na utaratibu na mamlaka inawalazimisha wafuate vile mkubwa amesema. Na akafanikiwa. Kulikuwa na kusudi. Mpaka Mungu mwenyewe akaangalia mbinguni akasema hawa hakuna wazee kuwazulia. Mpaka Mungu mwenyewe akaikubali kwamba kwa hii Nimrodi amefaulu. Kwa umoja huu
Alikusanya wanadamu dunia nzima, akaweka mahali hapa. Walipokuwa mahali pamoja, kwa nia moja, kwa moyo mmoja, Roho wa Bwana akashuka. Kwa kule Nimrodi alikuwa anaigiza kitu halisi ambacho Mungu atafanya kule mbele. Kwa hiyo umoja una nguvu. Wapenzi, umoja una nguvu. Nabii amesema, neno limesema, umoja una nguvu. Utake usitake, tukifarakana tumeharibu kusudi la Mungu. Hakuna kitu kitatendeka. Ni mpaka tutakaporudi kwenye ule umoja Mungu ameusema. Na ndio maana Yesu aliombea hii wakati anaondoka. Alijua ni muhimu sana wawe na umoja kama mimi na wewe tulivyo mmoja. Na Mungu anataka tuwe mmoja. Tuwe mmoja kabisa, tusifarakane. Mwaweza kufungua pamoja nami wapenzi katika kitabu cha Wafilipi 2. Mungu na tusaidie sana, kanisa la ujumbe, kanisa la Mungu aliye hai. Mwanzo tukiamini ujumbe huu, wote ni mashahidi mlioamini pale mwanzo. Vile ambavyo hatukujua hitilafu kutoka kwa ndugu na ndugu. Tulikuwa tunajua kila anayeamini ni Mkristo anaenda mbinguni. Hatukuwa na wazo lolote negatifu. Ndio maana unaona uwepo wa Mungu, ishara na maajabu na uweza wa Bwana na kila kitu kikatendeka mpaka tukaona unyakuo ni kesho. Kule Sumbawanga baadhi ya ndugu walishindwa hata kulima mwaka fulani. Sasa analima nini, napoteza muda, naondoka. Mimi ni mmoja ya watu ambao niliamini kunyakuliwa hata kupiti miaka 2-3. Japo mimi sikukosa kulima, lakini nilikuwa naamini haitachukua muda mrefu. Nikisemaga matukio nasema hapa kwa uhuru kwa sababu wazee wananiamini. Na huwa naona flow ya Roho Mtakatifu nikija sehemu za kaskazini. Huwa najisikiaga vizuri sana. Naonaga na neno najifunua kwa kilindi sana. Hiyo inanionyesha kuna watu mioyo inaniamini. Na hao ni wazee hao pamoja na nyie. Kwa hiyo niko huru kushuhudia. Naamini mnaniamini. Kiumbe cha kimbinguni kingekuja nyumbani mwangu wakati fulani, mara nyingi sana ingekaa hadi nusu saa. Nguzo ya moto tunasikiaga watu wasema haitokeagi, ilikuwa inatokea huko hapa. Sasa basi mimi nina shida wapendwa. Maana naonaga hiyo nuru ya ajabu, nuru isiyotulia huwa muda wote inamemetesha, haituliagi. Na inapotokea ni kama kamoto kanatokea hapa na hapa, tunatoka afu tunajikusanya kama upepo wa kisulisuli, afu inasimama hivi. Na nimesikia ikizungumza sauti yake ya bezi yenye mtetemeko. Nikasema kama hii sio Mungu, nina shida wapenzi. Basi nina shida. Na ina upendo na uwepo uliopitiliza. Na hata inakufanya ujisikie uko ulimwengu mwingine ambamo mambo yote yanawezekana. Inakufanya ujue neno ni kweli, Nabii Branham ni kweli. Inakuthibitishia kabisa ujumbe huu ni Mungu kabisa. Amen. Basi hali hiyo yote ilitupata ni kwa sababu tulipendana mmoja kwa mwingine. Hatukuwa na hitilafu zozote. Watu walikuwa naomba usiku kucha. Watu walikuwa wanapenda ibada. Mzee Kaso nakumbuka tulikuwa Sumbawanga tunawaita, tunafanya ibada wiki 2. Tuko mkutanoni. Kina Elia wanafahamu. Wiki 2 Sumbawanga. Mimi siku moja biara nikawa nimemwacha kijijini. Nimeenda peke yangu. Tena wakati huo hata usafiri wa hata baiskeli sikuwa nayo. Nilikuwa nakanyaga kwa mguu kama kilomita 45. Kwenda mkutanoni. Alafu zamani hizo naona hata ustaarabu ulikuwa hujawa vizuri sana. Japo ingawa kwa na uwezo ananunua magodoro. Mimi nilikuwa na misengere ya Sumbawanga, virago vya Sumbawanga. Ni matete fulani, kuna vitu fulani wanavitengeneza na kuwa kama kilago cha kulalia. Nilibeba begani na katiza katikati ya mji wa Sumbawanga. Hata kiatu sina, niko na ndara, lakini ndani yangu nimejaa Mungu usivyo kawaida. Oh, haleluya. Nikiwa kwenye mkutano huo, kitu fulani kilitendeka kisicho cha kawaida. Nimekaa ibadani, naona upepo mweupe unaviringika ibadani. Unaenda pale mimbarani anapohubiri mhubiri, kisha unanirudia. Nashangaa kumbe inatetemeka na wewe seka. Nishangaga kama
tufe fulani ya duara inawaka moto, ikaenda tena moto kabisa, kama moto rangi yake ikaja, nikaona hiyo mwilini mwangu chui. Sikujua kichonipata, nisikiaga tu nguvu inafanya miguuni, inarudi tena. Nimebebwa na mashemasi, alafu sijui niko wapi, ila nasikia upande huo wanashangilia, alafu siwaone, alafu sijafumba macho, ila nasikia kuna mkutano upande huo, alafu nimebeba, alafu nimeingia kwenye hali fulani nzuri. Kumbe nanena kwa lugha, nguvu zimenishukia, wakaniingiza chumba kingine. Nimekuja kutoka, kumbe nimeomba zaidi ya masaa mawili. Ibada ya kwanza session ilishaisha. Nakuta watu wamekaa vikundi, wanaeleza jinsi baadhi wameona na malaika wako kanisani. Matukio ya ajabu. Ni wakati tuko na moyo moja, hatuna shida mmoja kwa mwingine, tunapendana kwa moyo. Matukio ya ajabu, ya ajabu, ya ajabu, ya ajabu. Tulivyoendelea na kuishi hivi na hivi, unajua habari za huyu na yule, tunaanza kutofautiana viwili vitatu, hiyo hali inaanza kuondoka. Inaondoka. Mpaka leo nikizungumza kiulimwengu kwa ujumla, hali ni mbaya ya kiroho. Na nimehubiri huo ujumbe, watu wanielewe tu na maanisha nini. Nalia pamoja nanyi, kuna kitu kinauma pamoja nanyi, kwamba ile hali iko wapi? Wapi tumemess up? Wapi tumekosea? Tunahitaji, tulishaonja. Na nikwambie, mtu anayeumiaga ni yule aliyekuwa tajiri afa kwa maskini. Kuliko ambaye alikuwa ni maskini siku zote, yeye hajui tofauti yoyote. Leo anayeumia ni yule aliyeonja uwepo wa Mungu na anajua uwezo wa Mungu ukoje. Alafu hali inapokuwa mbaya, yeye ndiye anaumia sana kuliko mtu mwingine yote. Wale mlioguswa na hiyo nguvu tangu wakati huo mnaelewa ninachosema. Mungu, tumemuona Mungu. Hakika tumemuona Mungu. Natusaidie turudie ile hali ya kupendana kwa moyo. Fungueni pamoja nami hiyo Wafilipi 2. Nimeshafungua. Kitu kicholeta shida, na Bwana anasema ukishaanza kujua habari za fulani na shida yake, afu unashikilia makosa yake, Roho wa Bwana anakuacha. Tukajua habari za huyu na huyu, dada ukajaza habari za dada na fulani, afu mkasemana, Roho wa Bwana huwa anaondoka. Hapendagi kusema watoto wake. Jana nisema wazazi inueni mikono, na leo nasema tena wazazi inueni mikono. Mnaona kitu cha maumbile ya mapenzi ya watoto. Kama ni mzazi, kwa kumzaa mtoto kuna kitu kimekuunganisha katika mapenzi ya ajabu. Hajarishi mtoto atakosea nini. Kuna mapenzi huwezi kuyaondoa. Hata awe vipi, hata awe mwizi, hata anamfunga na kumfunga, hata umelipa vitu kabla unamaliza kila kitu, kesho akaiba, unasema mimi acha wakifunge, hicho kimenichosha. Nimesomesha sekondari, nimemaliza kitu, hapo hapo juzi akaiba kitu cha mtu, nikalipa 2,000,000, huyu mtoto ataniwa bure, acha afungwe. Hata usiku moja hutalala. Kikaa tu hivi, mama nani, nimeona tu niondoe ile gari, tukamtoe, amesema 10,000,000. Unaona mtoto alivyo? Kuna kitu unashindwa kuvumilia pamoja na makosa yake. Utauza tu chochote ulichonacho. Kama huna hata utakopa uingie deni ya kulipa mwaka mzima, lakini ukamkomboe. Alafu kama tunasema hivi, kwa nini unanisumbua wewe mtoto? Unaweza kumgiza huko ndani ukamcharaza viboko, lakini umemkomboa. Ni mtoto. Mnanielewa kule nakwenda? Mnaelewa kule naenda? Na vile unavyomuona mtoto wako na makosa yako, sio vile mwingine ambaye hajamzaa anavyomuona. Yeye anaona kitu kibaya, tena ni kama mbwa tu, anaweza kakipiga kakiua, lakini sio wewe. Naona tofauti yake. Binti yake anabeba ujauzito nyumbani na anakuaibisha dada, na unaumia na unalia. Muda huo unahitaji faraja. Kina mama wengine wangekuja kufariji, sio kukusema vibaya na mtoto wako. Hata kama mtoto amefanya hivyo, usingependa vikao vya kina mama wengine kumsema mtoto wako. Hilo jambo lingekuumiza. Na ingebidi useme, kwa hiyo mmeshindwa cha kusema ni habari za mtoto wangu tu, hamna zingine. Na ni kweli mtoto wako amekosea, lakini wewe huichukui hivyo. Yule ni mtoto na anakuuma. Ulipaswa upate faraja kutoka kina mama wengine, waseme pole mama nani, huwa yanatokea haya.
Jipe moyo mama, usijali. Binti atakuja awe vizuri tu. Ndiyo amepitia, alidanganywa tu. Ukimpata wajisio ni rafiki muda huo. Huyo mtu ni rafiki, kwa sababu anakutia moyo kwenye shida. Amen. Si kwamba unakubaliana makosa ya mtoto, yale yamekuumiza, hutaki mtu mwingine akuumize tena. Muda huu unahitaji faraja ili kutibu kutoka na maumivu haya, sio kusemwa vibaya. Geuza hiyo sasa, vile Mungu anawaona watoto wake. Wewe wazia, alishindwa kuvumilia mbinguni kuendelea kusifiwa na wale viumbe wa kimbinguni ambao hawajawahi kupumzika usiku na mchana. Wanasemaga tu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Paka wale wazee 24 wanatupa taji zao chini, na kundi la malaika linaabudu, linamsifu Mungu. Wanapoona wale wenye uhai wanamtukuza Mungu. Mungu akaachana na hizo sifa zote, akachomoka katikati zote hizo. Na Bwana anasema alifuruga mbingu, alisambaratisha vitu, akaenda Edeni, akigonga vichaka, akigonga vichaka na miti. Adam, uko wapi? Adam, uko wapi? Nini? Mtoto anauma kuliko kitu kingine chochote. Mungu alishindwa kuvumilia, akaziacha haleluya zote mbinguni, akaacha sifa zote mbinguni, akashuka chini kumtafuta mtoto wake. Sio jambo la mchezo. Na hata alipoona huyu mtoto anatengwa milele na mimi, anatengwa milele, akasema hapana. Akashika kondoo, akalalua, akamfunika. Mtoto, upumzike hapo, usije kaenda kuzimu, na kufanyia upatanisho wa muda, ninaposubiri niweke marekebisho mengine mazuri. Nini? Mungu anapenda ushirika. Hataki ushirika ukatike. Muda wote anataka azungumze na mtoto wake. Kwa hiyo ilibidi amweke chini ya damu ya mafahali na mbuzi na kondoo, ili muda ukifika amfanyie ukombozi, amtakase vizuri kabisa, alafu amrudishe kwake. Kama ilibidi afanye jambo kwa dharura, afanye upatanisho kwa dharura, unafikana mjari sana vipi huyo? Afu leo huyo mtu unamchukia. Mtoto wa Mungu ambaye mbingu zinamuona na zinamshughulikia. Mungu hukamata manabii, nenda kwa watoto wangu wapeleke hiki. Amemkamata Branham. Yote hii na shida zote za Branham za maisha yake kujitolea, ni Mungu anamtuma kwa watoto wake. Sisi ndio walengwa. Hii message inatulenga sisi. Sisi ndio wahusika. Branham ni mtumishi wetu. Hata amesema kwa kitabu cha Ufunuo, mimi ni mjori wako na mtumishi wako wa hao manabii. Msujudie Mungu. Mimi ni mtumishi tu, nimekuletea ujumbe. Sisi ndio tumeletewa ujumbe. Sisi ndio wahusika wapenzi. Tunapaswa tupendane kwa moyo. Usishikilie makosa ya mwenzako. Usishikilie makosa ya dada mwenzako. Na Bwana anasema hata kama amekosea vipi, usijenge kinyongo dhidi ya mwenzako. Muombe, na kama utapata neema ya kutosha. Hata Biblia ilionya, ikasema nyinyi wa rohoni, mnapotaka mrejeze watu waliorudi nyuma, kwanza jipimeni, una moyo wa kutosha kumwendea? Usije kumwendea kwa kiburi alafu kaharibu. Jipime, wewe ni wa rohoni kutosha kwenda kuongea naye ili umrudishe? Mungu mwenyewe ili tupate ilibidi atumie unyenyekevu uliopitiliza. Yeye mwenyewe akona kija na majigamu na nguvu na uweza wake wa kiungu kuja kwetu, hata tupata. Ilibidi ajishushe na ajiondoe utukufu, afaje kwa unyenyekevu kama mtumwa, alafu akae nasi. Hadi akaruhusu makahaba wamuoshe miguu. Mungu mtakatifu. Hadi yeye mwenyewe akashuka kawaosha miguu akina Petro, wanadamu wachafu. Akachukua kazi mbaya na duni kuliko zote kule mashariki, kuosha miguu ya watu. Paka Petro asema, wewe unioshe mimi? Sasa Petro, hujui ninachofanya. Hujui ninachofanya. Tunapaswa tuwe wanyenyekevu mmoja kwa mwingine. Tuthaminiane wapenzi. Tujaliane wapenzi. Tupendane kwa moyo. Sisi ni wana wa Mungu. Tuko kwenye dunia iliyoharibika. Tunaenda kwenye nchi yetu mpya ambayo Ibrahim aliona. Nchi na mji ule mwenye kujenga na kubuni ni Mungu. Sisi ni wasafiri hapa. Kwenye hii safari tunaposafiri njiani, tupendane. Tuko nchi ya mbali.
Tumesha kuwa mbali na nyumbani. Tuko mbali na nyumbani, njiani tunasalitiana, tutafikaje? Tutafika tumeumizana. Tusifanye hivyo. Tubebeane shida, tujaliane moja kwa mwingine, alafu utaona Mungu anavyokutumia. Kama tutawapenda ndugu zako, kama tutawajali ndugu zako, dada na ndugu, na ukaishi nao vizuri na kuwasaidia na kuwaheshimu kama wana na binti za Mungu, Mungu atakusaidia. Lakini maadamu una uchungu nao na unawaona ni kama vitu ovyo, Mungu hatakutumia. Mungu atakuwa mbali nawe. Nimekuambia ufungue hapo Filipi 2. Kama Mungu atatujalia muweze kuona Mungu anavyoona watoto wake, sivyo vile mtu mwingine anavyowaona. Filipi 2 tuanza kusoma wapenzi. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwepo matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwepo ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijarizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu, haleluya, kila mtu na mhesabu mwenzio kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Hata alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Huo moyo tunaomba Mungu atupe mchana huu leo, moyo wa Kristo, roho wake, yule ambaye anahurumiaga watu. Kama wamekosea, ushuke pamoja nao, ukawe pamoja nao, uchukue shida zao moyoni, ziwe kama za kwako. Ase, Baba, msamehe dada huyu, ndugu huyu, hakumaanisha, naomba, hakumaanisha, usimkasirikie. Lakini leo watu wana mioyo ya kuua. Sasa kama Mungu angekipiga hicho kindugu kidada mapigo, na ukipata shida sana, niliwaambia atapata shida. Ni moyo huu. Mtu wa Mungu hapendagi hata adui yake apate shida. Jipime tu uone. Mtu wa Mungu hapendagi hata adui yake aingie shidani. Mtu fulani, sisemi kwa ubaya, kwa sasa siwezi kumtaja jina. Mtu fulani nisema kwa ubaya, afu nipojaribu kusema kwamba kama siko hivyo vipi, asa Mungu sangekuwa ameshanipiga, ningekuwa sio hivyo. Na nasema waweza kusema tu kama sivyo basi Mungu athibitishani uwe. Sasa siwezi kufanya hivyo. Mimi siko na moyo huu. Hata hutaki rehema na kuombea rehema. Sasa namjua Mungu, nimekutana naye. Singekubali hata umeninenea vibaya ukasema eti kwa kumeninenea vibaya ingekuwa ni mimi mtu wa Mungu ungepata matatizo. Nitawaambia Mungu usimpe matatizo yoyote, kwa sababu mimi najijua. Usimpe matatizo yoyote, mrehemu, na siku moja atagundua huyu ni mtoto wa Mungu. Atasema ndugu nashukuru kumbe ulinombea. Kwanza nikwambie, nabii alishaambiwa yeye mwenyewe, uwa watu hao, nena wafe. Nabii alikubali? Tena aliyemwambia ni Mungu. Mtu mwingine akamwambia Branham, nipige upofu kama wewe kweli ni nabii, kama Paulo. Sasa nikupigeje ndugu yangu, wewe ni kipofu? Sasa ungekuwa na macho ungejua mimi ni nani. Sasa tayari wewe ni kipofu, na kupigeje upofu mwingine tena? Hivi mtoto wa Mungu atamuombea adui yake afe na udai una roho wa Mungu? Yesu anamuua, wanamtemea mate ya ulevi machafu tena yanayonuka, yuko amening'inia pale, na Mungu amemwacha sababu uwasamee hawajui watendalo. Stefano anamgonga na mawe tena wamesaga na meno. Anasema naona mbingu zinafunuka, Yesu mkono wa kuume. Asa, Baba uwasamee hawajui watendalo. Huyo ndio roho wa Kristo.
kupima roho wa Kristo. Anapendaga wanadamu, hata wanaokuua, iwe ni wachawi, iwe ni wanakuua kwa njia ya kawaida tu, utawaombea rehema, kwamba hii dhambi Baba usiwasabie, hawajui wanachokitenda. Uzima wa milele ni kitu cha juu sana kuliko vingine vyote. Kwa hiyo hata hutaweza kutaka watu wapate shida, kwa sababu wewe utaishi milele. Wazia utajiri wa matajiri, utaanza kunyanyasa watu ambao ni maskini? Hunyanyasi. Sisi ni matajiri wa uzima wa milele. Hatuwezi kunyanyasa watu ambao hawana uzima wa milele. Tutawahurumia na kuwaombea. Mungu mwenyewe anamwambia Kaini, dhambi iko mbele. Hakusema ngoja kikaini tu kife. Asa dhambi iko mbele, ingewezekana uikwepe. Inakuotea dhambi. Fanya juu chini uweze kuokoka. Mungu alitaka Kaini aokoke. Ndio huruma yake ilivyo. Ndio moyo wake ulivyo. Hapendagi kitu kife mbele zake. Huwa anatafuta njia ya kukiokoa, lakini kinapotea hicho chenyewe. Lakini sio azma ya Mungu kupoteza mtu yeyote yule. Hata Yesu akaomba, mama asema, Baba, wote ulionipa hata mmoja hajapotea. Nimejitahidi kuwalinda wote, ila tu ni mwana upotevu mmoja, ili andiko litimie. Maana yake naye nilikuwa namuokoa, basi kwa kuwa andiko lishaliweka hivyo, nikawa sina namna. Leo tunaombeana vifo. Leo mtu anakutabiria hela 5 kwa kuume kataa kufanya hivi utakufa. Ni moyo wa Mungu? Jinsi ilivyo jambo la kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Mungu anapendaga watoto wake wawe na umoja. Mungu nawabariki sana. Hebu nirudi hapa wapenzi. Sikiliza. Pengine watu wengi hawajajua vile Mungu alivyo. Mungu ni upendo. Mungu anapenda viumbe vyake, na vyote ameviweka kwenye umoja mpatanifu. Hata tunavyoona huo mfumo wa sayari juu, ameuweka kwenye mfumo wa upatanifu wa umoja, ili vitunze majira. Vyote tunavyoviona. Nitaenda mbele kidogo. Tazama nyuki. Nyuki ni viumbe wadogo, lakini waliumbwa wawe na umoja. Nyuki hawezi kuishi peke yake, anatafuta wenzake, anataka awe naye, atazaa tu apate familia, alafu wao wanaishi kwa ujamaa. Ni viumbe wadogo, hufanikiwa kutenda jambo fulani, wafanikishe kutengeneza asari na wapate kizazi kingine wakiwa na umoja. Na nabii anasema kwamba, hata tukisoma wanasayansi kwenye Google utaipata hiyo. Huwa wanawasiliana kwa silika, kwa hali ya maumbile Mungu aliyoweka, afu wanapeana majukumu na automatic. Wanaomlinda Malkia ni aina fulani na kumletea chakula Malkia tu. Wanaolinda mzinga mzima wapo. Wanaoenda kutafuta vyakula wapo. Kutafuta maua na kila kitu wapo. Wanaosuka ile, na wanasuka kwa ustadi, na walizaliwa ni mafundi stadi. Pembe zinalingana, shimo kwenda chini linalingana. Afu yako mashimo zaidi ya 1,000,000 na yanalingana. Vinatenda kazi kwa upatanifu, na ni mdudu mdogo. Yote hiyo inasimulia Mungu anavyotaka kanisa lake liwe na umoja. Afu vyote vinafanya kazi kwa upatanifu, havifarakani, havishindani. Viko kutengeneza jambo fulani, itimize kusudi fulani, mpaka mpango fulani utendeke, ni katika umoja. Nyuki moja asingefaulu vyote hivyo. Inabidi huyu atende hiki, huyu atende hiki, na haonea ni wivu. Huyu akitenda hiki aseme mbona mimi nafanya kadogo waka. Yeye aliumbwa hivyo. Hata Yesu akatoa mfano. Asa yule bwana mwenye mali alikuwa na safiri, ikabidi awape watumishi wake nini? Mtaji kulingana na uwezo wao. Huyu talanta 5 ndio uwezo wake. Huyu talanta 2 ndio uwezo wake. Huyu talanta 1 ndio uwezo wake. Kila mtu kwa uwezo. Na Mungu anatupa mambo ya rohoni kulingana anavyotujua ndani. Kila mtu nafasi yake, na wote tunashirikiana kutimiza kitu fulani.
Bwana anatubariki sana. Unaona hata mitume wote walikuwa mitume, lakini walikuwa katika namna mbali, utendaji mbali. Huyu alitenda hiki, huyu alitenda hiki, lakini wote wanakamilisha jambo hili moja, kusudi la Mungu. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Mko tayari wapenzi? Ondoeni tofauti zote ndogo ndogo. Hata yule mtu anayekutenga usiwe ndugu yake, usiwe dada yake, wewe mwendee. Mwambie nakupenda bure. Sitaki vinyongo, sitaki kubeba mizigo yoyote. Naenda mbinguni wapenzi. Mwambie kabisa nakupenda dada, nakupenda ndugu. Nyinyi unajua mkafanya hivi, nasema tuombee nami nitakuombea. Kama mnaona tumepotea, tuombee. Sisi hatuna ugomvi wote, tunataka twende mbinguni. Tunampenda Mungu. Hivyo tu. Waombee kwa moyo mweupe bila unafiki. Hata hivyo sisi ni watoto wa Mungu, tuna uzima wa milele, tunarudi nyumbani, hatutaki shida na mtu yeyote. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunahitaji kushikamana pamoja wakati zoruba zikija na majaribu. Tushikane wapenzi pamoja. Tushikane pamoja kwa maombi, kwa moyo kabisa, na tumlilie Mungu. Kisha Mungu atatuma nguvu kutoka juu, zitatujaza na uwepo wake. Bwana nawabariki sana. Namwamini Mungu kwa moyo wangu wote. Kwa neema ya Mungu nimekutana na kiumbe fulani cha kimbinguni. Kina wema uliopitiliza kabisa wapenzi. Kina wema uliopitiliza sana. Kina huruma zaidi ya huruma ya mama kwa mtoto wake mchanga. Siku moja mimi nimekaa nyumbani naumwa. Kama ninavyosema mnaniamini, ndio maana nashuhudia hapa. Sehemu zingine ukishuhudia hivi wanakuona wa ajabu. Lakini nashukuru ninyi mnamwamini Mungu. Nimekaa nyumbani, nilikuwa sijisikii vizuri, mwili siwezi. Niko nyumbani kwa natafakari tu mambo ya Mungu. Mbele zangu naona duara ya rangi 7. Ikafanya afaituli. Naona katikati sura inafanya vile, mara ikatulia. Bwana Yesu kama picha Hoffman, nywele zake zifika hapa. Aliponiona hivi, macho yake huwezi kuvumilia kuyaona. Haja kusemesha, ni kama amekusemesha. Nikaogopa, nikaanza kulia, nikainamisha kichwa changu, nikaanza kulia. Macho usioweza kuvumilia kuonana naye. Kabisa, mbele za Mungu. Aliniona hivi tu, afu hakunisemesha. Ndani ya duara ya mviringo ya rangi 7, akaniangalia tu hivi. Nikaogopa, nikafanya hivi. Kuja kufumbua nikakuta ameshaondoka. Ana huruma iliyopitiliza. Huruma iliyopitiliza. Mungu ni upendo. Hakika Mungu ni upendo. Tusiumizane wapenzi. Kwa maneno tusiumizane. Kwa kufanyanya chochote kibaya tusiumizane. Tupendane kwa moyo. Wadudu wanatushinda wapenzi. Wadudu kama nyuki wanatushinda. Wanafanya kazi kwa upatanifu kabisa. Ili mambo yaende, chukua maumbile uone yanavyomsimulia Mungu. Kama mvua inataka kunyesha, utaona upepo na mawingu vinashirikiana. Upepo unakusanya wingu dogo, unalisogeza mahali fulani. Upepo huu unaenda upande huu, unasukuma hivi. Upepo mwingine unatokea hapa, unakusanya, baadaye inakuwa wingu kubwa. Umoja una nguvu wapenzi, umoja una nguvu. Upepo umekusanya wingu dogo hivi. Ukitaka ufanye tufani duniani, unajikusanya hivi upepo wote pamoja na mawingu, vinashuka chini, vinafanya mviringo. Kwenye umoja kuna nguvu. Tushirikiane pamoja, jambo fulani tatendeka. Mungu nawabariki sana kanisa la Mungu aliye hai. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Wakati mmoja adui alikasirika, akaanza kuua watoto wa Mungu pale Yerusalemu. Fyekelea mbali kichwa cha Yakobo, fyekelea mbali Stefano, fanya kila kitu, kamate Petro, funga ndani. Mungu akamtoa. Kanisa walipomtoa Petro na Yohana, wakawaamuru kuanzia leo msinene habari za Kristo. Kuanzia leo wakawatisha, wakapiga viboko. Basi Petro alipomwachia na Yohana, wakarudi, wakaanza soma Biblia, wakaanza kuambia wandugu, wametutisha, tuko peke yetu, wametutisha, hatuwezi kuhubiri tena habari za Bwana, wametutisha. Kwa kuwa wanapendana, wakaungana kwa moyo, wakapiga magoti, wakakusanyika pamoja, wakamlilia Mungu. Mora
wewe ambaye umemtuma mtumishi wako Yesu, mataifa wanafanya ghasia, wamemwekea vikao, wamepiga marufuku tusubiri habari zake. Biblia inasema wakati wakiomba walikuwa na nia moja, moyo mmoja. Mungu akasikia mbinguni, akashuka, akatikisa mahali pokaa kuonyesha nimejibu. Biblia inasema walipotoka pale wakatiwa nguvu, wakatenda kazi kwa ujasiri, ishara na maajabu, mpaka Yerusalemu ikahofu kwa matukio yaliyotendeka kutoka pale. Mungu natusaidie sana kwenye hali hii ngumu ya kiroho. Tunapaswa tushirikiane, tumwambie Mungu, ona ujumbe wako. Mapepo na ibilisi vinajaribu kuharibu ujumbe. Mungu, naomba utende jambo fulani. Tuanze hapa mkutanoni hapa, tuombe maombi ya pamoja kwa nia moja. Tuondoe tofauti zetu hapa mkutanoni. Tujue sisi ni wana na binti za Mungu. Ujumbe haupaswi uwe hivi ulivyo. Kunapaswa kutendeke kitu fulani. Message ni powerful, message na nguvu, message na uweza. Tunapaswa tushirikiane, afu kitu fulani kitatendeka. Mnampenda kama maumbile yanafanya jambo hilo. Ili mvua inyeshe, ili tufani fanyike, yabidi upepo ukusanyike, yabidi mawingu yajikusanye ili mvua inyeshe. Hiyo inakusimulia kanisa la Mungu, ili mambo yatendeke. Tuungane pamoja. Nguvu kidogo kwa hela 5, nguvu kidogo kwa mzee Kaswa, nguvu kidogo kwa mzee Gabriel, nguvu kidogo kwa Mlai, nguvu kidogo kwa kanisa. Tuunganisha pamoja, ni nguvu kubwa. Alafu itatenda jambo fulani. Oh, haleluya, haleluya. Wampenda Bwana Yesu Kristo. Makofi mengi kwa Bwana Yesu Kristo. Amen na amen na amen. Jinsi moyoni ninavyompenda Bwana, aujua moyo wangu kwamba nampenda. Kama ningeomba aniongezee maisha ya kutosha, niendelee kueleza habari zake, yeye ambaye amekutana na mimi katika utu wangu, nikamwona alivyo mwema. Natamani ningemwambia kila mwanadamu, Bwana ni mwema. Mtu mmoja kajazwa na Roho wa Mungu, asa onjeni muone Bwana ni mwema. Nakwambia asubuhi ya leo, ndugu dada, mchana huu, onjeni muone Bwana ni mwema. Nguvu ya Mungu iwashike mchana huu wa leo. Muone Mungu ni mwema. Yeye ni mwema sana kwangu. Yeye ni mwema kwako ndugu dada. Yeye ni mwema kwa pasta. Bwana ni mwema. Onjeni muone Bwana ni mwema. Mampenda, niko na umoja wa muungano. Nabidi tuunganishe nguvu pamoja. Tuunganishe nia zetu pamoja. Kitu fulani kitatendeka. Kule Canada majira fulani, Mungu ameweka maumbile yake. Kunazaliwa viumbe vinaitwa bata bukini. Na majira hayo anazaliwa bata mmoja tofauti na wengine. Maumbile yake, mdomo wake, kibiongo juu ya mdomo, ongea yake ni zaidi ya bata wengine. Amezaliwa ni kiongozi. Kama Mungu anaruhusu maumbile yafanye hivyo, wala hayaleti viongozi wawili, automatic kiongozi mmoja, inatusimulia vile ambavyo Mungu hututumia kiongozi. Maumbile yanaweza kukusimama. Maumbile ni Biblia ya kwanza ya Mungu. Yaweza kuonyesha Mungu alivyo mwema. Ndipo majira yanaendelea, viumbe vile vimekuwa, vimezaliwa hapo, havijai kwenda kokote. Viko hapo eneo hilo la dimbwi karibu hapo. Vinaogelea, vinatoka, vinasambaa hapo na pale, lakini havijaenda mbali kokote. Ndipo majira fulani, huyo bata aliye tofauti na wengine, na Bwana anasema huinuka akapanda juu ya kilima, akavuta hewa. Yeye ameumbwa kiongozi kujua nini kinaendelea. Akinusa hewa hivyo anasema praise, afa najua karibu barafu, majira ya barafu yaja, ambayo itakuwa ni hatari kumbe chochote kuweko huko. Basi anapojua hivyo, anasema, anainua mabega yake, anatoa sauti yake mle wote, honk 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 honk. Anasema honk honk hiyo inaanza kuita ndege wengine wa aina bukini au bata. Ndio pekee wanaosikia kiongozi wao anaongea nini. Wanaanza kujikusanya sehemu mbalimbali walikokuwa wametawanyika, wanamjia kiongozi. Na kila bata anayekuja analia kama kiongozi, honk 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 honk. Na yeye ndiye ana sauti kubwa, honk 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 honk, ili na wengine wasikie mbali. Na hawa nao wanachukua honk 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 honk. Kwa honk 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 iko hapa imeenea. Huu ndio ujumbe wa saa.
William Marion Branham ameleta ujumbe honk 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 honk, na tunapaswa tuseme honk 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 honk. Tuna kiongozi, ndugu na dada, tuna kiongozi wa Mungu. Mungu amemtuma, amekuja akaangalia hali za mambo. Kinachokuja ni cha kutisha, akaita ujumbe watoto wa Mungu watoke. Tuna sauti ile kama kiongozi, tunanena kama kiongozi. Ujumbe wetu honk honk honk, huu ujumbe wa saa honk honk honk, na kila mmoja akisikia aseme honk honk honk. Tuna sauti yetu, tuna neno letu, haleluya, tuna roho yetu. Hao viumbe batabukini wana roho ya namna hiyo. Ndio viumbe pekee wana roho ya namna hiyo. Wanaelewana, wanapendana, wanajaliana, wanajua sisi ni ndugu. Na sisi tujielewe, sisi ni ndugu. Tusigombane njiani, tuchukue tu hii sauti, tuseme honk honk honk, honk honk honk, honk honk honk, kisha jambo fulani litatendeka. Asa kiongozi huyo anapojua tayari kila kitu kimekaa sawa, kisha anaonyesha ishara ya kuruka, afu anaruka kwenda Louisiana Kusini huko Marekani, kwenda kupata salama na amani, kwa sababu wametoka sehemu za hatari. Moja ya siku hizi, hiyo nguvu inayosema hoko ndani yetu, haleluya, haleluya, itamwinua kiongozi wetu, itatubadilisha kufumba na kufumbua. Tutamfuata Branham nyuma yake, haleluya. Kisha tutarudi nyumbani mahali pa salama, kwenye karamu ya miaka 3.5 tukiwa na kiongozi wetu. Moja ya siku hizi itatendeka. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Yote hayo nayapata kwenye ujumbe wa wakati wa muungano na ishara. Utaenda kuisoma aya 78, utaenda nayo mpaka aya ya 83. 78 hadi 83 utapata hayo yote na kunenea. Yote maumbile yanaonyesha umoja. Maumbile yote yanaonyesha umoja kwenye ujumbe huo wa wakati wa kuungana na ishara. Mungu na wabariki kabisa wapenzi wa Mungu. Mnampenda? Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Tazama, mchwa hutengeneza kisuguu. Mchwa ni mdudu mdogo sana. Naye ameumbwa hivi, kila mmoja ameumbwa namna yake ili atende majukumu yake. Na wanatoka kwa malkia huyu moja. Wengine ni maaskari wakubwa wenye vichwa vikubwa, wako kulinda. Hatari kitokea wanapambana. Ndipo wanakuja kundi la vijana wadogo wanaofuata mababa, nao ni maaskari wadogo. Hatari kitokea, wadogo wanatangulia kwenda kupambana na hatari. Ikiwazidia, wanakuja kuambia mababa wakubwa kwamba kuna hatari kubwa zaidi ya sisi. Unaona mababa makubwa hao hapo na meno yao ni maaskari, wanalinda raia wake. Wao ni kwa ajili ya ulinzi, na wanajua tu wao ni walinzi, na waliumbwa hivyo ni walinzi. Ndani yao ni walinzi. Ukijazwa Roho Mtakatifu, utaona Roho Mtakatifu anakulenga kwa kile kitu amekuitia. Kila mtu kijazwa, kuna kazi Mungu ametaka ufanye. Tuko pamoja? Unahesabiwa haki, unatakaswa kwa ajili ya matumizi. Kutakaswa ni kutengwa kwa ajili ya matumizi. Anapokuwekea roho wake ni anataka utumike. Kuna kazi anataka ufanye. Angalia kile unasukumwa moyoni sana kukitenda. Usipotenda huna raha. Huo ndio wito wako. Hiyo ndio huduma yako. Bwana anatujalie sana. Ukitenda jambo unaona inaleta shida kwako na kwa wengine, umevamia kazi za wengine. Ile ambayo ni kazi ya Mungu inaletaga baraka. Hata ni utumishi unahubiri, unaona mambo hayaendi na watu habarikiwi na wewe mwenyewe hubarikiwi, achana nayo. Mwambie Mungu, ulinitia nini? Maana yenyewe ambayo ni yako hata haikupi tabu. Afu inakubariki, inabariki na wengine. Mungu hajatupa vipawa vya kudhuru watu. Hajatupa vipawa vya kuleta karaha. Vipawa ni vitamu, vina mvuto. Siku zote Yesu popote enda alikuwa na mvuto. Vina raha, vina fariji, vinasaidia, vinaponya. Hivyo ndio vipawa vya Mungu vilivyo.
viko na amani, kwa sababu ni vitu vya kimbinguni vimekuja kusaidia binadamu wa duniani. Mungu unatusaidie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Ndipo kwenye kile kichuguu kuna watendakazi tunaita nini? Ni kama ile magari yale yanayobeba maji na petroli. Mlishaona yana bodi nyuma ya mtungi wa maji. Ndivyo hivyo viumbe vidogo vya mchwa vimezaliwa. Vyenyewe vina bodi nyuma ya kupakia maji. Afua vimechimba kisuguu hicho chini. Vimechimba mpaka mtoni. Uje uone hayo mashimo. Mimi naishi mazingira ya kijijini huko Sumbawanga wakati huo, nimekulia maeneo hayo. Kama ni mjini nimeenda hivi karibuni. Kwa hiyo naelewa maumbile kwa kiasi, kwa sababu nimezaliwa kwenye hali hiyo. Mimi ni mmoja wa watu waliokuwa wanatega kumbikumbi, kwa hiyo nafahamu kumbikumbi vizuri sana. Tunategaga kumbikumbi kiasi kwamba tunakutana ni asili wanatega hivyo. Tunatega mpaka kabila za aina nyingine wakiona tunatega wanadhani ni uchawi. Maana anaweza kutega kumbikumbi wakatoka saa 9 mchana. Wanatoka mpaka wanaisha kwa kichuguu, wanaingia kwa chombo. Na wala sio uchawi, ni nini tu, ni maumbile. Ni mazingira tukujua. Sisi watu tuna utaalamu wa kutembelea vichuguu tuone karibu vinaanza kutoa kumbikumbi. Ndipo naanza kuvichunga na shindilia yale mashimo kila jioni ili kumbikumbi wasitoke. Kwa wanapata njaa sana ya kutoka, kwa sababu nimewazuia wiki nzima. Kwa kitaka kutoka na shindilia yale mashimo kwa nyundo kabisa, hawezi kutoboa. Kwa wanapambana usiku kucha, maana lazima watengeneze hilo shimo. Umekucha hawezi kutoka, kisha kwa mwanga hawezi kutoka. Wanatoboa, wanatengeneza vizuri, wanaliacha. Wanasubiri tena jioni yake na kuja na shindilia tena. Paka siku nitatega, naona dalili. Nakuta tu asubuhi saa 4 wanatoboa, wanadhani kumekuwa usiku, wanakuta kweupe. Kwa hiyo nikiangalia nakuta imetoboa sasa hivi. Najua leo kumbikumbi watatoka. Naenda kisuguu kingine naona. Au nikirudi tena saa 6 nakuta walitoboa tena, wakaziba tena. Unakuta bado kuna matemate, bado ni mabichi. Unaona wana hamu ya kutoka. Kwa hiyo siku hiyo ninachofanya, nawahi sana mnamo saa 8 mchana au adhuhuri. Natafuta plastiki kubwa. Natafuta mahali pana mashimo yamesogeana yako kwa wingi. Alafu nachimbia hiyo plastiki chini. Alafu nazungushia miti pembeni, natengeneza kajumba. Nafunika na maudongo. Kwao wanadhani ni usiku. Kwao mnamo saa 9 kumekuwa giza, kwa sababu nimefunika kabisa. Nimeacha kamdomo kidogo huko ambako nimeweka plastiki, ambapo nimeziba na plastiki nayo iko kwa ndani na kile huku mbele kidogo, ila nimefunika nayo. Wanaanza kutoka, wanatumbukia huko. Na huwa tunatega hivi ili upate kumbikumbi wengi. Mashimo yote yaliyosalia unayaziba yote. Yote unayaziba kwa nguvu zako zote. Kwenye kichuguu kimoja unatega mitego tu hii miwili. Kumbikumbi wakaanza kutoka, utashangaa. Wanatoka kwa wingi mpaka wanakanyagana, afu unasikia wanajifukia wanaingia kwa speed, kwa nguvu. Unaanza kupakua, akijaa unaweka kwenye chombo chako kingine kikubwa. Afu akijaa paka wanaisha kabisa. Na kichuguu kingine hivi unaweza kutega vichuguu 2 au 3. Nilikuwa naweza kutega mitego 6, vichuguu 3. Nilikuwa napiga kumbikumbi mpaka naita wanakijiji waje wanisaidie kubeba. Na sehemu yake ya kumbikumbi hiyo nilikuwa nishapata soko marifani Rukwa Bonde kwa kina mchungaji Mtao. Nilikuwa ni soko langu naenda kuuza. Ilikuwa inanisaidia na kusoma sekondari. Ni maarifa tu madogo ya jinsi hiyo. Sasa ninaposimulia kumbikumbi najua vizuri zaidi. Naenda makabila mengine nakuta wana tu vyombo eti wanaokota sasa, hawa hawajui chochote. Hawajui hawa. Hawajui wanapoteza mali, hawajui. Sasa hebu niambie. Nini kinawaambia? Turudi hapo. Kwenye kichuguu sasa kuna maaskari wakubwa na wadogo. Afu kuna wale bulldozer wamebeba maji, ndio wanaofinyanga kichuguu, ndio wanaoweka njia, ndio wanaoziba, ndio wanaofanyiza njia zote na kila kitu. Ndio wanaotengeneza barabara za Malkia na barabara za kumbikumbi. Sasa huyu Malkia anataga aina nyingine ya mayai, ni kumbikumbi. Mfano wa bibi harusi mimi nishafananisha hivi, kasa unaona Mungu alivyo na maarifa ya ajabu sana. Yeye kumbikumbi kazi yake ni kutembea tu kwenye hizo barabara. Alafu na kwenye magodoro mle ndani kuna vitu kama sponji walishamwekea. Humo ndi manamo kaa.
Yeye yuko karibu na Malkia. Huyu kumbikumbi. Kumbikumbi hao kazi yao, wao ni kama bibi harusi, wana shera jeupe, manyoya meupe. Wao wako humo tu ni kutawa tu. Hawafanyi kazi yoyote, ni kutawa tu. Wanatawa tu. Hivyo tu. Alafu kuna siku ambayo vichuguu vyote kama vimepasiana habari ndio vitatoka. Siku hiyo kumbikumbi anatokaga kwa awamu na majira fulani na siku fulani. Yabidi uwe umekaa na maumbile hayo kujua ishara zake. Ndio maana kueleza sisi huwa tunaona ishara kwamba leo ni siku ya kumbikumbi. Ukikosa awamu hiyo unasubiri ya pili, kuna awamu nyingine. Ukikosa hiyo huwa ziko 3, ya mwisho ni ya 3. Unakuwa ukipita hiyo umekosa kama ulikuwa hujapata kumbikumbi. Kwa hiyo siku ambao wanatoka kuna ishara fulani. Ona hata sisi tunakaa kwenye maeneo hayo tunazipata hizo ishara ambazo Mungu aliziweka. Na tunajifunza na kutambua kwamba okay, leo ni siku ya kumbikumbi. Unaona? Sasa hebu niambie, ni nini kinawaambia hawa kumbikumbi siku ya leo mnatoka wote? Siku hiyo wamechangamka, wanatoka, ni siku ya kutoka. Walizaliwa hapo kwa kichuguu. Hawajui sehemu nyingine. Nini kinawaambia watoke? Moja, siku hizi Roho mkuu wa Mungu aliyetufanya kuwa kumbikumbi kwa dunia hii. Bibi harusi ni mfano wa kumbikumbi. Haleluya. Hebu niambie, sisi hatujatabisha na mambo mengi. Si kusoma chuoni upate kujua Biblia, hapana. Sisi hatujisumbui hivyo. Mungu alishatutengenezea kila kitu tayari, akatutumia nabii tayari, akatuwekea kila kitu tayari. Haleluya. Neno lake liko hapa, akatujaza na nguvu zake. Iko rahisi namna hiyo. Na moja siku hizi katika siku ambao hata ulimwengu hujui kinachoendelea, bibi harusi ataelewa. Huo mguso, huo mvuto utakuja na tutaelewa kwamba tunaondoka. Mnajua hivyo? Ulimwengu wa nje ndio haujui, lakini sisi tutajua. Habari za nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Ninyi wenyewe mnajua kwamba Bwana yu aje kama mwivi ajavyo usiku. Wakati asema hapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajapo kwa ghafla. Wala hawataokolewa. Wala hakika hawataokolewa. Lakini kwenu ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile ije kama mwivi. Nyinyi hamko gizani hata hiyo siku ijeje. Nyinyi hamko gizani. Nyinyi mtafahamu. Baada ya muhuri wa 7 kuvunjwa, hili jambo nabii ameliweka wazi. Huko nyuma tulikuwa madhehebuni, tukasema hakuna anayejua siku wala saa. Sasa hivi hapana, haiko hivyo. Na nabii anasema muhuri ukivunjwa, yale ambayo yalikuwa hayajaandikwa yakija yanapatana na Biblia yote. Na kujua ni yenyewe, nikuulize. Henoko alijua hakujua? Elia hakujua alijua? Na akamwambia Elisha, omba lolote naondoka. Omba lolote naondoka. Nabii harusi neno anamwambia, ninyi ndugu hammo gizani. Hammo kwenye kutokujua. Ninyi mtajua. Kwa sababu ninyi ndio wenye tukio. Itawatendekea mpaka italeta imani ya kunyakuliwa. Nabii amehubiri imani ya kunyakuliwa. Na imani ya kunyakuliwa ni hakika ya mambo. Kwa hiyo utakuwa na hakika kunyakuliwa. Itafika tu mahali hiyo njaa ya kuondoka inakuja. Unamwambia jirani, omba lolote nikutendee, naondoka. Mimi naondoka. Hali hiyo itatufaa. Huo uwepo utatufunika. Huo upako utatupata. Tutatembea hapa na pale. Wasa tutaingia kwa kiwango cha 6 ghafla. Afu mambo yatakuwa yanatendeka isivyo kawaida. Amina. Lakini itachukua muda kidogo. Itakuwa ni muda ambapo kumbikumbi anatoka. Anaruka, anaenda zake. Bibi harusi ataondoka. Atapepea, ataondoka. Unaposikia mabawa, sio kwamba tutaota mabawa mgongoni. Mabawa ni nguvu za Roho Mtakatifu. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Maumbile yanatufundisha mambo mengi. Nabii amezungumzia habari za samaki kwenye ujumbe huo wakati wa kuungana na ishara 86. Hebu ninukuu hii. Samaki huungana pamoja kabla ya mbio za majira ya kuchipua. Huko nje baharini unaweza kuwapata hao wakubwa. Tunawaita vibiongo, salmoni. Wanapokuja kule juu kabla ya hizo mbio kwanza, utawaona kwa makundi 1000 huko katika bahari hiyo,
wakija wakizunguka zunguka. Nini kinawafanya wafanye hivyo? Ni Mungu anatangaza umoja wa muungano. Aina ya samakio unakuta wako vikundi. Kama kuna mvuvi huma atakuwa naelewa. Ukienda ziwani au baharini, kama una chombo cha kuangalia au ni kweupe, hasa sisi kule Tanganyika, ziwa Tanganyika ndio ziwa safi kuliko maziwa yote. Huwa unaweza kuangalia hivi, kaangalia mpaka chini, lina maji meupe pepe kuliko ziwa Rukwa. Ziwa Rukwa ina matope tope, lakini ziwa Tanganyika ina maji meupe. Kwa unaweza kuona samaki kwa vikundi, dagaa kwa vikundi, wako kwenye umoja. Afu hebu angalia huo mtembeo. Wakifanya hivyo unaona wote afu nini kinawaongoza hivyo? Wote unaona wanapiga chenga hivi na wote wanafuata vile vile. Kumbe kuna kiongozi ambao wote wanamuona. Anakoelekea wote wanaelekea. Ndio maana washangaa wote hivi. Ni nini? Kiongozi. Kila kitu huwa Mungu ameweka kiongozi. Maumbile ya kawaida tu, kuna aina za ndege. Ni ndege wadogo sana, huwa wanajikusanya kwenye kiota hiki kimoja. Na wanapojenga kiota kile, hujenga kiota kikubwa sana kwa sababu wako mamia, kwa maelfu. Wote wanakaa jamaa moja. Sisi kule tunawaita, kuna jina tunawaita kienyeji. Lakini wa juu ya kiota kikubwa kuna kiota kadogo juu yake. Ni ajabu sana. Kiongozi hukaa pale juu. Yeye ndiye anaangalia hatari yoyote inaweza kutokea. Akifanya tu cheche, wote wameshaondoka. Yeye kiota kikubwa na kadogo juu. Yeye anakaaga juu, hakai chini. Iko hivyo. Kama maumbile anatufundisha hivyo wapenzi. Si tujifunze tu kwa maumbile kwamba Mungu anatukusudia mambo mema. Ametuwekea kiongozi yuko juu. William Marion Branham. Kiongozi. Amen. Zaidi ya yote yeye mwenyewe Roho Mtakatifu. Kiongozi wa kanisa, Roho Mtakatifu. Yeye anajua wakati na majira na ishara. Kwa anaweza kukuhabarisha kwamba huu ni wakati wa hatari. Ondoka. Hata licha ya kuwa na kiongozi wa kawaida wa jamii hiyo, kuna uongozi wa Mungu wa moja kwa moja hata kwa maumbile. Tetemeko inataka kupita, wanyama hujua. Kwa nini? Wana kiongozi aliyewaumba. Wanaanza kuhisi hatari. Wanaanza kuondoka sehemu za hatari. Wanaanza kuondoka kwenye kuta za hatari. Kwa sababu kuna kiongozi anaongoza maumbile. Kama anajali maumbile hivi, vipi wewe mwana wa Mungu? Atakosaje kukufikiria na kukujali wewe? Bwana nawabariki sana. Amen. Kidogo nafikia mahali fulani, tupumzike, tunarudi tena. Mungu nawabariki kanisa la Mungu aliye hai. Mwaweza kufungua nami kitu fulani hapa uone. Mungu ametuambia jambo fulani mahali fulani ambao nataka kanisa muone jinsi Mungu wetu alivyo mwema. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Mwaweza kufungua pamoja nami Mithali 6:6. Mithali 6:6 mpaka 8. Ndugu yeyote anaweza kasoma, ukipata wakupe maiki mara moja usome ili niweze kufikia mahali fulani, tupumzike alafu tuende, tutarudi tena. Mithali 6:6 hadi 8. Kuna mdudu mwingine anaitwa chungu. Chungu ni aina ya mdudu kama sisimizi mkubwa. Yeye hufanya kazi kwa mapatano mpaka Biblia imemtaja. Waweza kusoma yule pata yote. Mithali 6 mstari wa 6. Kama amepata apate maiki, ndugu yeyote atusomee. Karibu. Tuokoe muda, karibu. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Ewe mvivu, muendee chungu, zitafakari njia zake, upate hekima. Amen. Kwa maana yeye hana akida, wala msimamizi, wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Amen. Ona maumbile Mungu alivyoweka. Hawa wadudu hawana akida wala kiongozi. Wenyewe kiongozi ni Mungu tu huyo. Kiongozi wa aina yao hata hawana. Lakini nini kinawaambia muda huu ni kutafuta chakula, kurundika pamoja, ili mle wakati wa kiangazi. Kipindi cha masika ni rahisi kutafuta chakula.
ambapo udongo ni laini na njia kupiga ni rahisi. Kiangazi itakuwa ni hali ngumu. Kwa hiyo nani anayewaambia sasa, chungu kusanyeni vyakula, fanyeni kazi kwa bidii, mkusanye vyakula, mtavila wakati wa shida. Ndo uone kwamba Mungu aliweka maumbile yote haya kutusimulia kitu fulani. Chungu ni mdudu kabisa, lakini yeye hufanya kazi kwa bidii ajikusanyie chakula. Ewe mvivu, mwendee chungu. Kama mtu ni mvivu, aende kwa huyo mdudu kama sisimizi mkubwa huyo. Zitafakari njia zake upate hekima. Kama una hekima, angalia tu wadudu uone kwamba kwa nini inafanyika hivi. Ni kukusimulia wewe, unapaswa ujishughulishe, uwe na shughuli. Amen. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Mungu na wabariki. Tutaendelea jioni, tuwe na wakati mzuri. Simameni. Amen. Amen. Mwampenda? Amen. Mungu atusaidie kwamba tutafikia mahali tujue jinsi ya kuenenda mbele za Bwana. Amen. Na tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu. Wapenzi wa Mungu, nawapenda kwa moyo wangu wote. Hebu maumbile tu yatuonyeshe viumbe vinaishi kwa umoja, vinapatana, havigombani, vinapendana. Navyo ni viumbe tu, vingine sisimizi, vingine wadudu wadogo, vingine kama nyuki, vingine kama ndege, samaki. Mbona wanaishi kwa umoja? Baba mfalme mwenye rehema, tuko mbele zako kwa neno lako. Ulisema maumbile na neno vinaenda pamoja. Tunakushukuru, umetupa Biblia ya maumbile na Biblia ya maandishi. Tunakushukuru Bwana Yesu Kristo. Asante kwa Roho wako mzuri anayetuhudumia kwa maarifa na kwa ufahamu na kwa hekima, hata tunabaki tunashangaa nini kinatendeka. Tunakushukuru Mwokozi unayezungumza na watoto wako. Watoto wako huko kaskazini, Baba, wanakupenda, wanakuthamini, wanatamani sana, Bwana, waweze kukaa mahali pao pale umewaitia. Si hawa tu, kote duniani, kote duniani watoto wa Mungu wanatamani warudi mahali pao. Hiyo njaa ndani yao sio bure. Naamini kitu fulani kitatendeka moja ya siku hizi. Tuondolee tofauti zetu zote, tuondolee mitengano, tupe kupendana na kuthaminiana moja kwa mwingine. Tupendane kwa moyo. Mungu ni upendo. Ampendaye ndugu yake amezaliwa na Mungu. Mungu tusaidie. Katika jina la Yesu Kristo tusaidie. Tunailisha kwa muda, tunarudi tena kutafakari mambo haya. Utujaze na Roho wako mzuri wa upendo, na tuwe na umoja katika muungano mmoja. Tusaidie Bwana. Tukiungana kitu fulani kitatendeka. Kwa jina la Yesu Kristo tunakabidhi yote kwako. Amen.